Kinga za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zipo nyingi mno. Kwa haraka haraka chukua 10 hizi. Jambo la kwanza, udhu. Ukikaa na udhu, Allah amekuhifadhi. Kana udhu muda wote kama wema waliopita, na udhu ukitenguka karinyu udhu. Kinga ya pili, soma sana Ayatul Kursi. Ndani yake Allah ametajwa mara 17 wazi wazi na kwa kificho, na kwenye Qur'ani inaitwa ni a'zamu ayatin fil Qur'ani al-Karim. Aya tukufu kweli kweli katika Qur'ani nzima ni Ayatul Kursi. Nakumbuka kile kisa cha Abu Huraira wakati analinda Baitul Mal, sadaka za Waislamu. Mtume aliwaweka masahaba kwa zamu. Ilipofika zamu ya Abu Huraira, analinda mazao, analinda vyakula, mahindi na kadha wa kadha. Usiku wa manane anasikia mahindi yamepasuliwa, yanadondoka katika chombo. Kawaida ya haya mazao, ikiwa utatoboa yakiwa juu ukakinga chombo, mwanzoni wakati yanadondoka yanatoa sauti. Abu Huraira akamka kuja na mkuta babu kizee ana zaidi ya miaka 100. Akamwambia, nisamehe, analia, nina wajukuu, nina watoto, njaa, hali mbaya. Akamhurumia, akamwacha. Kesho yake karudi tena hivyo hivyo, akamwacha. Siku ya 3 akamkung'uta vibaya sana kwa viatu vyake. Akamwambia, leo nakupeleka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia, ila hilo tu, usinipeleke kwa Mtume, nitakupa faida itakayokusaidia katika maisha yako, na kuhusia shikamana sana na Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, mpaka mwisho. Shikamana na Ayatul Kursi muda wote, na ukisoma shaitani wala babalao Iblisi hawezi kukusogelea. Akamwacha, kampa faida. Alfajiri yake Mtume anatabasamu. Abu Huraira, vipi mateka wako umemfanya nini mateka wako? Sema, Rasulullah, habari unazo? Akasema, ndio. Abu Huraira, unamjua nani alikuwa akikuchezea siku 3 mfululizo? Akasema, hapana. Akamwambia, ni Iblisi mwenyewe, baba lao. Akasema, ya Rasulullah, lakini nimemfaidi, nimemtandika kweli kweli, lakini kubwa nataka kumburuza nimlete kwako. Akaniomba, akaniambia, niahidi nitakupa faida, niahidi usinipeleke kwa Bwana Mtume. Faida gani? Akamwambia, shikamana na Ayatul Kursi. Ukisoma majini, mashaitani na hata baba lao Iblisi hawezi kukusogelea. Mtume akasema, ama kweli, amesema kweli, ingawa yule bwana muongo, fiksi, kamba nyingi kwenye hili kapatia. Kinga ya 3, aya za mwisho katika suratu Al-Baqara, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, mpaka mwisho. Kinga ya 4, qul huwa Allahu ahad, sura nzito sana. Kinga ya 5, qul a'udhu bi rabbil falaq. Kinga ya 6, qul a'udhu bi rabbin nas. Kinga ya 7, suratul Fatiha. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سورة nzito katika sura za Qur'an. Kinga ya 8, uradi niliyotangulia kuwasomea, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100. Kinga ya 9, a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Unajua maana yake? Najikinga kwa majina ya Allah yaliyokamilika
kutokana na shari alizoziumba. Bwana Mtume anasema ukisema mara 3 hautopata shari. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, mara 3. Kinga ya 10, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim, kwa jina la Allah ambalo hakuna madhara yatakayopatikana baada ya kutaja jina lake ardhini wala mbinguni, naye ni msikivu na ni mjuzi. Bwana Mtume anasema ukisoma dua hii mara 3, ukaenda sehemu yoyote ya ajabu, sehemu ngeni, umeenda kijiji fulani kinasifika kwa uchawi, ukasema bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim, mara 3, hakuna madhara yatakayokupata.